Na mtazamaji wa Simamia TV, karibu kwenye kipindi cha mjadala. Mimi ni Mwafrika ambaye anafundisha kipindi hiki, lakini niko na Uncle G ambaye amekuwa mchambuzi wetu mara zote katika kipindi hiki cha mjadala, lakini pia huwa tunakaribisha wageni mbalimbali kuchambua kwenye kipindi hiki cha mjadala. Na leo mjadala wetu topic ni kwamba ushiriki wa vijana kwenye uchaguzi mkuu huu, ambapo ni kuchagua nafasi ya udiwani, bunge pia na ngazi ya urais. Hapa tunaangalia katika ushiriki wa namna mbili: moja, kugombea; pili, kuchagua. Tuna namna gani ya kushiriki kama vijana? Hapo nimpasie Uncle G ili apate kuendelea. Asante sana Mwafrika, na asante mtazamaji kwa kuichagua Simamia TV kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo katika mwaka huu 2025. Na kipindi hiki kinapewa nguvu na Ngara Avocado Garden, ambao ni wazalishaji wa zao la parachichi. Kwa hiyo kama unahitaji miti ya parachichi, basi unafika Ngara Avocado Garden, ambao wanapatikana Kabanga, wilayani Ngara, mkoani Kagera. Na habari njema ni kwamba wana uwezo wa kusafirisha miche yao na kwenda mkoa wowote nchini Tanzania, na hata ikiwa nje ya nchi ya Tanzania. Kikubwa ni wewe kuelewana nao. Lakini pia niwakaribishe wafanyabiashara wote ambao mnatamani kuweza kukuza biashara zenu ama kutangaza biashara zenu ziweze kufika mbali. Basi Simamia TV ni chombo bora kabisa ambacho kitaweza kukusaidia katika biashara zako. Na Ngara Avocado Garden Mwafrika wanajivunia kuwa na Simamia TV kwa sababu ni chombo ambacho kimewapa kuweza kuuza parachichi zao mbali kabisa. Nakumbuka tulipokea simu mpaka kwa mtu ambaye yuko Australia, anahitaji miche ya parachichi na aliipata. Kwa hiyo wanajivunia kupitia Simamia TV tunafika mbali zaidi na biashara yake inaweza kukua zaidi. Lakini siku ya leo bwana, sitamani niwe mchambuzi sana. Lakini kwa neno fupi tunaweza nikasema binafsi naona ushiriki wa vijana kwenye uchaguzi hususan wa madiwani, ubunge na urais, vijana wanajiweka nyuma sana. Lakini pia kwa upande wangu naona bado hata wazee wenyewe hawawatengeneze vijana ama hawawaachii nafasi kuweza kukaa katika nafasi hizo, na zaidi vijana wanaendelea kubaki nyuma. Na pia vijana wengine imeenda mbali zaidi, wanaona hata hakuna haja ya kuweza kushiriki kwenye kugombea nafasi mbalimbali, na hata kwenye kuchagua pia wanajiweka nyuma, kwa sababu kama wangekuwa wanawapa support kubwa vijana wenzao, maana yake wangewasaidia mpaka kuweza kupigia kura. Lakini sasa siku ya leo tunaye huyu ni mhitimu kwanza, ana degree yake, lakini pia ni mwanasheria kitaaluma na ni mwanasiasa. Naweza nikasema pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi kwa sasa. Naye si mwingine ni Tito Philemon kutoka Nyamagoma, wilayani Ngara, mkoani Kagera. Na hapa tuko naye moja kwa moja, nimkaribishe aweze kushiriki kwenye mada yetu ya siku ya leo. Tito, kama unanisikia? Nakupata ndugu mtangazaji, habari za hapo studio? Studio tuko vizuri, sijajua huko uliko. Namshukuru Mungu kwa kweli. Msalimie mtazamaji kwa sababu wewe umekuwa mshirika mkubwa wa vipindi vyetu vya hapa Simamia TV. Hebu mpe salamu mtazamaji wa Simamia TV kabla tujaenda moja kwa moja kwenye mada yetu. Ndugu mtazamaji wa Simamia TV, kwa kweli nakukaribisha sana kuwa mdau wa Simamia TV, kwa kuwa ndio jukwaa pekee ambalo linatoa wito mpana kwa ushiriki wa vijana, ushiriki wa jamii, ushiriki wa vyama vya kisiasa vyote, na ushiriki wa masuala yote ya kuhusu serikali pamoja na jamii yake yote Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo unapofuatilia Simamia TV, tambua kwamba uko mahali sahihi, na ni TV ambayo inatoa wito mpana wa maarifa mapya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, huku ikilenga kushikanisha jamii, kuifanya jamii pamoja katika namna ambayo italeta manufaa kwa jamii yote. Kwa hiyo mtazamaji anayefuatilia Simamia TV, nimwambie tu kwamba yuko sehemu sahihi, sehemu ambayo tumejazia maarifa na kupata mambo mengi ambayo pengine atakuja kutoa changamoto ambazo pia halisi haziwezekani. Kwa hiyo Simamia TV ni jukwaa la wigo mpana kifikra.
Shukrani sana. Sasa tunaenda kwenye mada moja kwa moja. Mtazamaji anatamani kusikia mtazamo wako juu ya ushiriki wa vijana katika uchaguzi mkuu, na tukiwa kwenye uchaguzi mkuu pia katika mwaka huu 2025, unazungumziaje ushiriki wa vijana, na wewe ukiwa ni kijana kutoka katika jumuiya ya UVCCM? Asante ndugu mtangazaji. Kitu ambacho mwanajamii yote anataka kujua kwa sasa ni kwamba vijana sio taifa la kesho. Vijana ni taifa la leo ambao tuna uwezo wa kuandaa mapinduzi ya kifikra, mapinduzi ya kimaendeleo ambayo yanaweza kuifaa taifa kwa maisha ya miaka ijayo. Kwa hiyo vijana tuko tayari, vijana tunapaswa kuhamasika kuweza kushiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu ili tuweze kutengeneza mapinduzi, kutengeneza maendeleo yale ambayo tunatamani yawe kwa miaka ijayo. Umeona? Kwa hiyo sasa, kwa nini sasa vijana tuweze kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa sasa? Kwa nini vijana wahamasike? Zipo sababu kuu 4 za msingi. Sababu ya kwanza ni uwezo na sifa tunavyo. Tunayo sifa sisi kama vijana kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa sera ya taifa ya maendeleo ya kijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024. Sera ile pia imetoa ushiriki vema wa vijana katika masuala mazima ya maamuzi yanayohusu jamii zetu na yanayohusu maslahi mazima ya taifa. Kwa hiyo kupitia sera taifa maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo mwaka 2024 tunapata hamasa kwamba sera yetu ya vijana na taifa letu pamoja na watunga sera wale wanaona kwamba kijana anafaa kuweza kuwakilisha taifa katika kufikia mustakabali mwema wa kimaendeleo katika jamii zetu. Sasa swali langu sasa, tutafika huko. Nina swali moja hapa ambalo ni la msingi pia kutokana na mada yetu. Ndio. Kwa mtazamo wako unavyowafahamu vijana, na natamani hapa ujibu kwa kutumia uzoefu wako wa kuwa mwanasiasa ambaye umekulia upinzani, kwa maana kwamba unaujua vizuri upinzani, na kwa sasa uko Chama cha Mapinduzi, unaifahamu mfumo na siasa za Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wa vyama vyote nchini Tanzania. Vijana kwanza, ushiriki wao ukoje kwa sasa, kwa sababu tayari ndo tupo kwenye mwaka wenyewe wa uchaguzi, lakini pia tunazungumzia vyama vyenyewe kuweza kuwapa kipaumbele vijana, hali ikoje, ushiriki kwa ujumla? Kusema ukweli na kufanya tathmini ya wazi ni kwamba ushiriki wa vijana ni mdogo. Nilitaka hapo. Ushiriki wa vijana ni mdogo kwa sababu nasema mdogo kuimarisha mazingira mbalimbali. Kwanza mwamko, cha pili namna ambavyo wameonekana kishiriki siasa, lakini cha tatu ni hamasa ambayo jamii pia inaiona kutoka kwa vijana. Kwa nini tunasema ushirikiano ni mdogo? Kwa sababu katika sababu hizo tatu nilizozitaja, kijana sasa hivi vijana wengi wamekuwa na wasiwasi, hofu pamoja na mashaka katika kushiriki chaguzi, ikiwa ni kwamba wanaamini sana kwamba anayeshiriki kwenye uchaguzi kwa maana ya kupigiwa kura, kugombea ni mtu ambaye ana uwezo kipesa, anayemudu gharama za uchaguzi pamoja na gharama nyingi za kijamii. Vijana wengi katika aspect ya kwamba wanashiriki kwenye kugombea nafasi moja kwa moja ni wachache ambao wanaothubutu ikilinganishwa na kundi ambalo sio la vijana. Hapo nikukatishe kidogo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba wanaopata nafasi hawapati nafasi tu kwa sababu wana uwezo wa kuongoza, bali inawezekana wanapata nafasi hizo kwa sababu ya kutumia pesa. Ni sahihi. Tumekuwa tunaona sana kwenye jamii zetu na ushahidi pia upo. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wamekuwa hawatumii siasa safi kama ilivyo desturi na kanuni ya kitaifa, na badala yake wale wenye pesa wanaonekana na mawazo chanya ya kuweza kuongoza, lakini vijana wenye uthubutu wa kuongoza kwa kuwa hawana pesa wamekuwa tu wakiishia kuwa wapambe wa wanasiasa na kuwasaidia kupeperusha mawazo na sio wao kushiriki kikamilifu katika siasa, kitu ambacho baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikipambana
jamii inaonyesha kuwa na akili mgando katika kutoa maamuzi swala hili. Sasa Tito, hapo mimi nina swali moja la msingi sana. Pengine hii tabia ya vijana wengi kuwa machawa wa wanasiasa inachangia kwa kiasi kikubwa pengine vijana hao kujipotezea, badala ya wao kuwa na nafasi hizo wanawatengenezea wengine wapate nafasi zao ambazo zilikuwa ni haki yao, kwa sababu tu wanapewa chochote kitu. Ni sahihi kwa sababu baadhi ya maeneo tumekuwa tukishuhudia baadhi ya maeneo na baadhi ya vijana wamekuwa wanashindwa kutimiza ndoto zao za kuwa viongozi wa maeneo yao, kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu wanaojiita vigogo katika maeneo hayo wamedominate, yani wanaonyesha kwamba wao ndo wao katika maeneo hayo, na kwa sababu wana chochote kitu cha kuweza kutoa kwa wananchi, basi yule kijana ambaye hana uwezo wa kutoa chochote kitu anaishia kutukua katika msingi ambao hauwezi kumsaidia kisiasa. Kwa hiyo changamoto pia imekuwa ni hiyo, na hadi iliyopelekea vijana wengi kukosa kujiamini katika senta za kuchaguliwa. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba pia vijana tuwalaumu kwamba wanachangia pakubwa kuweza kupoteza nafasi zao kwa sababu wamekuwa machao na badala ya kutetea nafasi zao. Vijana wanapaswa kulaumiwa. Inapaswa kulaumiwa ni mfumo ya sana. Ilikuwa ikifanya screening hasa akitoa hela wakiachia ule uhuru kwamba chama kifuatilie, siasa kifuatilie, hapo kitoe matunda mazuri kwa maana ya kufanya upembuzi yakinifu, ni vingi sana vingekuwa vimeshaepukika. Lakini umepotea hewani. Naona ulipo mtandao sio mzuri, umepotea hewani. Umepotea. Angoje, tukiendelea hapo kidogo. Nakumbuka kuna kauli ambayo ameongea waziri mstaafu, waziri mkuu mstaafu, jaji Warioba hapa Juskati alipoongea na waandishi wa habari. Alisema kipindi cha wao wakiwa viongozi, hasa tunakumbuka sera ya chama na serikali ya kipindi hicho, maana Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinasema binadamu wote ni sawa, kina misingi ya uendeshaji wa serikali kijamaa. Sasa kipindi hicho anachosema yeye Warioba kwamba kulikuwa na viongozi wazee wengi au wakubwa wengi, lakini walichokifanya kama baraza la mawaziri na viongozi mbalimbali walikuwa wanabakishwa wachache, wale wazee labda watatu, lakini asilimia kubwa wanaingiza vijana, yani wale ambao umri umeshaenda wanawapisha vijana. Kwa sasa imekuwa ni tofauti. Tunakumbuka hayati JPM John Joseph Pombe Magufuli RIP alizungumza kwamba anatamani kuona vijana wengi wakiwa madarakani, na ndio tumeona wapo viongozi ambao mpaka sasa wakuu wa wilaya, na tunaona wengine inakuwa makonda watu wamepitia huko, na wengine wengi mpaka wabunge wengi wamekuwa ni vijana wamepitia huko. Kwa sasa bado unakuta watu wanateuliwa huyu fulani, ukiangalia wanaona kabisa wanastaafu, ukiangalia huyu hivi vijana bado wanapata nafasi. Labda sera za zamani za sasa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho ndio tunazungumza kwa sababu ndio kinachoongoza nchi, labda ni sera zimebadilika au vijana wa sasa ndio wanaonekana hawana tija wao wenyewe. Asante. Nimekusikiliza na nimemsikiliza vizuri Tito. Kwa nilivyomuelewa mimi ni kwamba japo hajakubaliana na swali langu nililomuuliza kwamba pengine tuwalaumu vijana, lakini mimi naona kama kuna sehemu pia ya kuwalaumu, kwa sababu Afrika leo hii anatokea mtu anasema yeye ana fedha kiasi fulani na anataka kugombea kata fulani ama jimbo fulani. Wakati huo ukija kuangalia watu walioko nyuma yake sio wazee, ni vijana, ndio unakuta wanampa support. Sasa unapompa mtu support ukasahau kwamba wewe unahitajika pia kufanya kile anachokifanya huyo ili uweze kuokoa jahazi, ukae pale ukamfuata nyuma kwa sababu anakupa pesa 10,000, 20,000, 100,000, ukasahau kwamba ile nafasi itakiwa uipiganie wewe, inamaanisha kwamba tayari wewe umejiuza, yani umeuza haki yako mwenyewe.
Kwa sababu Afrika leo hii kama vijana wakiamua kwamba kuanzia leo sisi hatuhitaji machawa, hii nchi inaweza ikanyooka. Lakini kama mtu anaweza kawa anazunguka kutoa fedha kushawishi watu ili akubalike, na vijana ndo wako nyuma yake kumsaidia na hata kuwafikia baadhi ya watu kwa ajili wapate hicho chochote kitu ili wampende huyo mgombea, kuwashawishi, inamaanisha kwamba vijana wakati mwingine wanatakiwa walaumiwe kwa sababu wanauza haki zao na nafasi zao. Mimi nikushukuru sana Ankoji, lakini pia atashia kitu hapo mtandao kidogo msumbua. Labda tujaribu kuwasiliana naye wakati endelea kuzungumza. Sawa. Pengine aweze kutoa kumaliza mjadala. Au kama nikimpata hapa basi endelea kuzungumza wakati tunakumbuka kingine Ankoji. Vijana tumekuwa naona sema alipo mtandao tunao basi ni vyema tukafunga kipindi, lakini natamani kidogo vijana tumekuwa ni mmoja wenye vijana tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao tunalaumu sana, yani wanafanya hakipo. Wakati huo ukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania walio kwenye nchi hii kwa sasa ni vijana, na vijana ndio wana maamuzi, lakini vijana hao ndio ambao wanaweka viongozi hao ambao leo hii unakuta mtu analalamika mbona kitu fulani hamna, mbona kitu fulani labda ajira hazipo hivi. Hapa tusikilize sera au tunafuata ushabiki? Maana Tanzania nikupe mfano mdogo. Tupo kwenye mwaka wa uchaguzi. Hivi karibuni nimesikia kitu kinaitwa NETO. Nakumbuka mwanzo. Na ibada. Nataka niliongea ili kupitia Simamia TV. Alafu kuanzia mwaka 2026 hapa utakuja kunikumbusha kama hakitotokea hiki kitu. Kuanzia 26, yani tuseme baada ya uchaguzi au tusikia NETO. Labda watakuwa wametimiziwa vitu vyao. Sio wanaelewa watimiziwe wasitimiziwe, lakini NETO sio chama ambacho kitakuwa na nguvu ambayo ipo leo kipindi cha uchaguzi. Alafu baada ya uchaguzi nguvu ile ibaki. Kwa wameangalia sahani ikiwa mezani, wanasema kwa muda huu na sisi tukugombana tunayo kale chakula. Si nimekwambia? NETO si iko chini ya vijana. Wanaosema hicho kitu ni vijana. Tusubiri uchaguzi upite alafu tutakuja kukumbusha. Sawa. Kwa hiyo vijana pia ni wakati wa vijana kuamka kuweza kushiriki katika uchaguzi. Unafaa kuwa diwani, unafaa kuwa mbunge katika jimbo lako. Kikubwa tu hata urais, maana kama vitu vingi nchini vyama vya upinzani viweka ndani, sio vyama vitu vingi, na tunakuta kwenye uchaguzi hamna mpinzani wala wote wanakuwa hawana maana mdau. Sasa rais mpaka ndao ni kuweka nia. Kwa hiyo vijana wekeni nia, shirikini uchaguzi. Kama wewe sio mgombea, basi uweza kushirikiana na kijana mwenzako ambaye amegombea nafasi, kwa sababu yale ambayo vijana mnadai mkiwa nje ya mfumo wa serikali inatakiwa muingie ili muweze kuyatimiza, ili tuondoe kuwalaumu wazee. Na nyie wazee basi wasikilizeni vijana na muwaandae kuwa viongozi, kwa sababu vijana ndio wenye nguvu na ndio wanaoweza kuijenga taifa. Lakini wazee hawawezi kusahau, vijana hawawezi kusahau thamani yenu, kwa sababu nyie ndio washauri wao na nyie ndio ambao mmekuwa mkiwaelekeza hata kufika hapo walipo. Asante sana.